Jina naitwa Shukuru Donadi Mwalongo, ni mzaliwa wa Ludewa, Lugalawa, lakini umri nilionao ni miaka 37 hadi sasa. Ni miaka 37. Ni kijana, kwa kipindi cha nyuma nilikuwa mhalifu sana. Na nimefanya uhalifu sehemu nyingi sana. Lakini katika kufanya uhalifu wangu ni miaka mingi, lakini katika uhalifu niliofanya sijaona mafanikio yote yale katika maisha yangu. Na bahati mbaya wale wenzangu ambao nilikuwa nafanya nao uhalifu walikuwa wawili, pamoja na mimi mwenyewe nilikuwa ni watatu. Mmoja alikufa kwa kifo cha kukatwa mapanga, mmoja alikufa kifo cha kumwagiwa petroli kule Makambako. Na baada ya hapo nikawa nimebaki mimi peke yangu, nikawa naendelea kufanya matukio. Nilikuwa ni mwizi, naiba pikipiki, ninawakaba watu, nawapiga nondo. Lakini pamoja na hayo ambayo nilikuwa nafanya, sikupata mafanikio yoyote yale. Lakini baadaye nikafikiria kwamba nitafanya uhalifu, nitafika wapi? Kwa sababu kampani ambayo nilikuwa nayo ilikuwa imepoteza maisha, nikawa nimebaki sasa mimi. Na mimi manake nguvu yangu ilikuwa ni ndogo katika uhalifu. Basi niliweza kujaribu kufanya tukio la mwisho. Niliweza kuiba pikipiki huko Ludewa mkoa wa Njombe. Na nilipoiba ile pikipiki niliweza kuondoka nayo, lakini baada ya kuondoka nayo nilifika nayo Makambako. Jeshi la polisi lilifanya upelelezi mpaka kunifuatilia kuweza kunikamata na hicho chombo. Basi nilipokamatwa na jeshi la polisi wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe, jeshi la polisi lilishirikiana na jeshi la mkoa wa Njombe, kituo cha polisi Njombe. Basi niliweza kukamatwa nikiwa Makambako na kile chombo, hatimaye nikafikishwa kituo cha polisi Njombe. Baada ya hapo niliweza kusafirishwa na jeshi la polisi Njombe, nilifikishwa Ludewa kituo cha polisi. Baada ya kufika kule, hatia iliyonikuta manake nilitiwa hatiani. Niliweza kupelekwa kituo cha polisi, nikapelekwa mahakamani. Ikaonekana na hatia kwa sababu nilikamatwa na kidhibiti kilikuwepo cha ile pikipiki, na uwezekano wa kujitetea ulikuwa haupo. Na kama unavyojua kwamba mhalifu kisha kamatwa na kidhibiti, kujinasua inakuwa ni ngumu sana. Ni bora usikamatwe na kidhibiti, lakini mimi nilikamatwa na kidhibiti, uwezekano wa kujinasua ulikuwa haupo. Kwa hiyo kosa lile liliweza kunitia hatiani na niliweza kufungwa miaka 5 gerezani. Miaka 5 gerezani nimefungwa Ludewa. Niliweza kutumikia kile kifungo miaka 5, nikamaliza kifungo kile chote. Lakini nikiwa nipo gerezani kule, kwa sababu kifungo cha miaka 5 nilichofungwa, kuna baadhi ya wengine walifanya tukio kama hilo, wakafungwa miaka 5 kupitia kazi ngumu za gerezani. Waliweza kuweza kufaulu kumaliza kifungo hicho, lakini wakiwa wanakufa wale watu mimi nikiwa naona. Kwa hicho ndo kilichonisababisha kwamba mimi hapa nilipo, manake naamini kabisa kwamba ni Mungu tu ambaye ananilinda. Kwa sababu kama wenzangu wamefungwa miaka 5 na wamekufa, hawajafaulu kumaliza miaka 5, na mimi ambaye nimefungwa miaka 5 mpaka sasa hivi natumikia kifungo gerezani, nikafikiria kwamba nikitoka sasa nitaomba kibali kwa Mungu, niache kabisa uhalifu. Kazi yangu nitamuomba Mungu anipe kibali cha kuhubiri neno la Mungu na kutoa ushuhuda wa maisha yangu, kuhakikisha wale vijana ambao wanatarajia kutenda matendo maovu au wale wanaotenda matendo maovu waache kabisa, wamrudie Mungu. Kwa sababu nimeangalia shughuli za ujambazi, hakuna mafanikio. Mafanikio ni kifo au kwenda gerezani. Kwa hiyo baada ya kumaliza kifungo miaka 5, nafikiri nimemaliza mwaka jana mwezi wa pili, mpaka sasa nafikiri na mwaka mmoja na mwezi mmoja sijapatikana na hatia yote ile, niko nje. Kwa hiyo nilipotoka basi nikaokoka. Nilipookoka ni Mungu sasa amenipa kibali kwamba baada ya kuvunja nyumba za watu, baada ya kuiba, na kupa kibali sasa utahubiri neno langu na kuhakikisha unatoa ushuhuda. Ushuhuda huu utakuwa ni mkubwa sana kwa watu waamini na watu waokoke, waokolewe maisha yao. Kwa hiyo mpaka sasa ninafanya kazi ya kutoa ushuhuda ndani ya wilaya ya mkoa wa Njombe. Natoa ushuhuda mkubwa, na ushuhuda huu nilishaanza ushuhuda huu kutoa, na watu wanakuwa wengi sana, watu wanasikiliza, watu wengi, na watu waamini, kwa sababu ni kitu ambacho kinashangaza. Mtu kuwa jambazi halafu tena kaacha ujambazi akaokoka, akarudi tena kuwa mtu wa Mungu, kuhubiri injili na kutoa ushuhuda. Maana ushuhuda naotoa mimi, natoa ushuhuda wa kitu kila ambacho nilikuwa nakifanya kipindi cha nyuma kabla sijaokoka. Watu waamini, waache kutenda maovu, wamrudie Mungu. Watu wamrudie Mungu. Kwa mpaka sasa ni kazi ambayo nafanya Ludewa mkoa wa Njombe. Naitwa Shukuru Donadi Mwalongo. Nimepewa kibali na mkuu wa wilaya ya Ludewa akishirikiana na RPC, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Njombe, kuhakikisha
ninafanya hii huduma ndani ya wilaya ya Ludewa mkoa wa Njombe. Natoa ushuhuda mkubwa kuhakikisha vijana wanaacha uhalifu, vijana wanaacha matendo maovu, vijana wafanye kazi zao za halali, waache kuua, waache kukata watu mapanga, waache kubaka, waache kuvuta bangi. Nitatoa ushuhuda huu ndani ya wilaya ya Ludewa kuhakikisha kwamba polisi nao sasa wafanye kazi zao kwa kulilaki, kwa sababu polisi nao wana kazi. Na ndio maana mimi wakati niko jambazi polisi nilikuwa siwachukii, kwa sababu polisi wamepewa kazi na Mungu kubwa sana ya kulilinda hili taifa. Lakini nafikia mahala polisi sasa wanaacha shughuli zao, wanakwenda kumtetea mhalifu ili asiuawe, mhalifu ili asichomwe moto. Polisi wamefanya kazi kubwa sana ya kuniokoa mimi nisichomwe moto ndani ya miaka 15, kwa sababu uhalifu nimefanya miaka mingi sana. Na polisi kituo cha Njombe, kituo cha Makambako, hakuna polisi ambaye hanijui. Vituo vyote mimi nimelala. Kwa hiyo polisi wamefanya kazi kubwa sana kwa miaka mingi kuniokoa mimi, maana kila nikikamatwa lazima polisi watokee. Kwa hiyo nikafikiri kwamba sasa nikabidhi maisha yangu mimi kwa Yesu, nifanye kazi ya Mungu, ili kazi hii ninayofanya ya Mungu iwawezeshe watu wengine, kwa sababu mpaka sasa ninapoongea hivi kwa muda huu kuna watu wengine wako lock up wamefungwa, kuna watu wamekaa lock up kwa ajili ya kutenda matendo maovu. Lakini pamoja watu wamekaa saizi lock up wametenda mambo maovu, kuna watu wengine wanaotarajia tena kwenda kuvunja nyumba za watu, kwenda kuiba pikipiki, kwenda kukaba, kukata watu mapanga pasipo sababu. Hivyo sasa mimi nimeamua kuchukua jukumu hili, kuyakabidhi maisha yangu kwa Yesu. Niliweza kulishirikisha ili liweze kunisaidia spika, kwa sababu mimi nilikuwa mhalifu, nilikuwa jambazi, na polisi ndio walionisaidia maisha yangu mimi kuniokoa. Kwa sababu polisi wameokoa na Mungu. Unapookolewa na polisi manake ni Mungu amekuokoa. Jambazi unapoiba sehemu watu wanapotaka kukushambulia, polisi wanakuja kwa wingi kukusaidia, manake ni Mungu pale sasa amekusaidia. Kwa hiyo ina maana mimi kilichonifanya nije kwenye jeshi la polisi kuomba spika hii, nilipoona mimi ni mhalifu, nimeacha uhalifu na polisi wengi wananifahamu polisi wengi, nikaona sasa spika hii nisiende kuomba msaada sehemu nyingine zaidi ya kituo cha polisi, nikajionyeshe kabisa na nikawaelekeze kwamba uhalifu nimeacha, naomba mnisaidie chombo cha kuhakikisha kwamba kitawakusanya watu na kusikiliza neno la Mungu na kusikiliza ushuhuda. Kwa niliona haina haja ya kupitia kwenye makanisa, kwa sababu jeshi la polisi nimelisumbua. Hasa ili liamini na niliaminishe kuwa uhalifu nimeacha, lazima niombe chombo. Na chombo hiki ambacho kama leo hii nimepewa spika, lazima niende wilaya ya Ludewa nikafanye kitu ambacho sasa lazima simu zipigwe kule zifike mpaka kwa kamanda mkuu wa jeshi la polisi, kwamba yule mtu aliyomsaidia bwana spika anafanya ushuhuda mkubwa, na ushuhuda mkubwa huu utaachilia kabisa watu waache kutenda matendo maovu, watu waache ujambazi, watu waache wizi. Lakini nilichokuwa nafikiria kikubwa, kampani kubwa, kwamba namuomba Mungu anijalie, kwa sababu ni kibali ambacho nimepewa na Mungu. Nafikiri Ludewa kule nimetoa ushuhuda ndani ya siku 3, watu walijaa wengi na watu walijitolea pale zawadi, na waliotoa zawadi ni watendaji wa kijiji, kama mwenyekiti wa kijiji ambapo nimezaliwa. Baada ya kutoa ushuhuda watu watoa zawadi sana, watoa zawadi vibaya mno, na nikasema mimi sina kitu, mimi natoa ushuhuda huu, lakini huu ushuhuda ni kama mtu aliokoka, kwa sababu kuokoka kuna gharama yoyote. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe kupitia kwa mimi mwenyewe kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, nilimpokea ndugu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Shukuru Donald Mwalongo, na kuja kunielezea namna alivyokuwa anatenda matukio mbalimbali ya kihalifu, ikiwa ni pamoja na wizi wa pikipiki, na kwamba alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela, na ameweza kumaliza kifungo hicho mwezi wa pili mwaka 2024. Lakini wakati akiwa yuko jela alipata maono ya Mungu na kumwamini Yesu, na baadaye aliamua kuokoka kwa lengo la kumtumikia Mungu. Lakini alirejea kwetu sisi kama jeshi la polisi kuomba msaada wa kupata kipaza sauti ambacho kitamsaidia katika shughuli ya kueneza neno la Mungu, lakini vile vile kulisaidia jeshi la polisi kuwatoa watu walioko katika uhalifu, basi na wenyewe warudi kumjua Mungu. Baada ya kupata jambo hili, niliona kwamba nishirikishe watu au wadau ambao wanaweza kutusaidia kupata spika hii. Mtu aliyeshirikisha ni Mheshimiwa Joseph Zakaria Kamonga,
Huyu ni mbunge wa jimbo la Ludewa. Baada ya kumfikishia ujumbe huu, mara moja alikubali na akaniahidi kwamba ataweza kusaidia upatikanaji wa hii spika. Kwa tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kulisaidia jeshi la polisi kuweza kumpatia huyu bwana hii spika ambayo itatusaidia katika uelimishaji wa jamii, lakini na kutoa neno la Mungu. Lakini vile vile tutampatia katika hizo fedha ambazo zimetumwa na mheshimiwa Kamonga za kununua spika. Spika hii kwanza imegharimu shilingi 350,000. Lakini yeye mwenyewe tutampatia shilingi 50,000 ya kumsaidia kuweza kuondoka na spika hii hapa kuelekea nayo Ludewa ili akaendelee na neno la Mungu. Lakini tunacho kihitaji sasa kwa ndugu yetu Bwana Shukuru Donald Mwalongo. Kama kweli ameokoka na amemrudia Mwenyezi Mungu, sisi kama jeshi la polisi tumeonesha kwake kwamba tumekubaliana naye na tunaamini kwamba hivi sasa yeye sio mhalifu tena. Na ndio maana tumemshirikisha mdau huyu ambaye amesaidia kupatikana kwa hii. Kwa aende akafanye ile kazi ambayo imekusudiwa, lakini na sisi tutapata taarifa zake za namna gani anavyotoa neno la Mungu na kuhakikisha kwamba anaishirikisha jamii katika masuala ya ulinzi na usalama kwa kuzungumza na wananchi mbalimbali. Miongoni mwa wananchi anaozungumza nao, kuna baadhi watakuwa ni wahalifu. Wataona shuhuda zake na pale pale wanaweza na wenyewe wakaungana naye katika kumhubiri Mungu na kuifanya Njombe yetu ikawa salama katika makosa mbalimbali. Kwa tunamtaka asizingatie katika yale alikuwa anafanya yeye. Kwa upande wa Ludewa tuna matukio mengi sana ya mauaji yanayotokana na imani za kishirikina. Kwa tunategemea ataenda kuwatoa watu katika imani za kishirikina na kuja kumwamini Mungu. Lakini bado tuna matendo ya ubakaji, yale ya ukatili yapo katika wilaya ya Ludewa. Lakini asizingatie tu wilaya ya Ludewa. Wakati mwingine atoke aje Njombe, aende Makambaku, aende Waging'ombe, Makete, kama atapata nafasi apite afanye hiyo neno la Mungu, lakini wakati huo akiwa anatusaidia jeshi la polisi kuhakikisha kwamba kupitia yeye tunapunguza uhalifu.